Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Ndugu zangu, tumshukuruni sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha tukakusanyika katika mkusanyiko mwingine wetu kama huu ambao tunaufanya katika kila mwaka. Hii ni safari ambao hapa tumefika kwenye kituo kimoja, tunaanza tena safari nyingine ya mwaka mwingine. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufikishe salama. Amin. Katika huo mwaka unaokuja. Amin. Kati ya mwaka uliopita na mwaka huu tulionao, wengi sana tuliokuwa nao katika jalsa kama hii na sasa hatunao tena duniani. Wameondoka wengi sana, wengine tunawafahamu, wengine hatuwafahamu. Lakini sote tuliokaa hapa kwa pamoja, wasomi, walimu, wasimamizi na watu wa kawaida, sote safari yetu ni safari iliyofanana. Lakini katika safari hii, ndugu zangu wa Kiislamu, kuna mambo matatu tu nataka niyazungumze haya, yani tufanye maandalizi sote kwa pamoja kwa nafasi ya mtu aliyokuwa nayo katika sisi, akiwa ni wanafunzi na katika zile daraja za wanafunzi zilizopo, walikuwa wa juu na wa chini, wakiwa walimu, wakiwa viongozi. Sote kuna mambo matatu haya tuyatengenezeni, inshallah itakuwa sababu ya kuendesha safari yetu salama. Jambo la kwanza, nia yetu ni nia mzuri. Jambo la pili, tuelewe maksadi ya hii safari yetu ni nini, kila mtu kwa pale alipo. Na jambo la tatu, kusimamia taratibu ya kile ulichokuwa nacho vizuri. Kwanza nia, tuweke nia pamoja, yote ifanane, ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ndio nia iliyokuwa kubwa kuliko kila jambo. Masahaba ikram radhiyallahu ajma'in, katika kila lao walilofanya walitanguliza nia hiyo, na Allahu jalla jalalu akawapa certificate ya kuwatangazia kwamba kawaridhia radhiyallahu anhum. Tuelewe kupata hiyo radhi za Allah thamani yake ni nini, maana ndio jambo kubwa. Mwenyezi Mungu anasema ridwanu minallahi akbar, kwamba kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo lilokuwa kubwa kuliko mengine yote. Watakapoingizwa watu katika janna na kupewa kila kitu katika janna, starehe ambazo walikosa kuzipewa duniani, maisha yasiyokuwa na kifo, ujana usiokuwa na uzee, neema za kudumu, yote Allah atawafanyia. Alafu atauliza har radhitum, alilofanya kwenu mmeridhika nayo? Watu wa peponi watachangaa sana kwa swali hili. Wataambia ya Rabbi, wama lana la nardha wakad a'taitana, ya Allah, kwani tusiridhike sisi katika hili ulilotufanyia? Kuna watu saizi wako ndani ya jahannam wanaangamia, sisi kwa nini tusiridhike wa hili? Ndio Allah ataambia ana u'tikum afdala min dhalika sasa mimi nataka nikupeni kubwa zaidi kuliko hilo, yani jambo kubwa zaidi kuliko hizo raha zote mnazoziona mnazo pamoja na nyewe katika janna. Litawashangaza sana watu wa peponi jambo hili. Wataambia ya Allah, wa ayu shay'in afdala min dhalik, kuna lipi kubwa zaidi kuliko hii? Si ndio maisha yenyewe haya? Allah ataambia uhillu alaykum ridwan fala askhata alayhim ba'dahu abada, kwanza leo na halalisha radhi zangu juu yenu, sitokasirika tena na nyinyi baada ya leo. Anasema tangazo hili likitolewa kwa watu wa peponi litawatilia raha zaidi kuliko maisha yote ya peponi, ndugu zangu. Kwa hiyo ndio maana ikasemwa radhi za Mwenyezi Mungu ndio jambo kubwa. Kwa hiyo sote inshallah katika jambo tunalofanya tuwekeni nia ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, pasitafutwe katika hayo maarufu wa jambo, wala na menionekane unijulikane. Sisi kubwa la kutafuta katika wakati huu, vipi Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie kila mtu atakapokuwa inshallah nia yake ndio hii. Jambo la pili, sote tuelewe maksadi hii, nia tuwekeni hiyo, lakini maksadi ya hii safari ni nini? Kwa kila mtu pale ulipo tuelewe kwamba sisi tuko ndani ya maandalizi haya tunayoyafanya katika kuyasoma, katika kuyafundisha, lengo lake yapatikane maishani mwetu, kwa sababu kuna maisha Mwenyezi Mungu anataka tuishi nayo, na ndio haya maisha aliyomleta Mtume SAW kutufundisha. Leo yamo ndani ya vitabu, yamo ndani ya taalimu mbalimbali. Makusudio yale ni kuyatoa mwili na vitabu yaingie katika maisha yetu, yale yote yaliyosomwa yale tuyaingize maishani, isionekane kama hawa tena jamaa wasa washamaliza basi wanaondoka mashallah na majoho mazuri mazuri na vitabu vikubwa vikubwa. Hapa ndo kuna mwanzo wa safari unaanza huo, kwa sababu ni kama engineer umekwenda kusoma miaka 20 30, unapewa lile tabu lako, sio pale nyumba yote za kujenga kwenye kalamu tu, lakini kuna kazi kwenda kukusanya manondo na kuzibua kule, ndio kazi kubwa. Kwa hiyo kila mmoja kwa safari alipoelewe makusudio ya haya ni kufanya juhudi
yaingie katika maishani mwangu haya, halafu niyatekeleze kwa vitendo moja baada nyingine. Kuna madeni ya mambo kuyatekeleza kwa macho, kuna madeni ya mambo tuyatekeleze kwa masikio, kuna madeni ya mambo tuyatekeleze kwa ulimi wetu. Kila kiungo chetu kimeshikwa, na ndio maana kama kimeshikika na mtu huwezi kuendesha sawa sawa mpaka uyapate mafundisho sahihi. Vipi itatumika mkono, vipi itatumika mguu. Kila kiungo tulichokuwa nacho kina taratibu ya kuishi, na hii ndio dini yenyewe. Dini manake imembana mtu asiendeshe maisha kwa haja, asiendeshe mtu kwa ile matamanio, aendeshe mambo kwa amri. Yale maamrisho yote Allah yaingie katika maishani mwetu. Hii ndio maksadi ya safari yetu hii. Na jambo la tatu ni taratibu. Kila mtu pale ulipo ukae na taratibu. Siku moja alikuja mtu mmoja pale akauliza Markaz, akakutana na yule Maulana Kasim, akamwambia jambo likanishangaza sana jambo lile. Akanambia mimi nakuja kukupa jambo moja hili ambalo litakusaidia wewe, litakusaidia na mimi na mwingine wote. Jambo la kile utakalokuwa nalo kuwa mtu wa kweli. Sema ule utaratibu wa mambo yako uwe na ukweli nao. Kama wewe katika kusoma uwe ni mkweli katika kusoma. Kama wewe ni mwalimu uwe ni mkweli katika ualimu. Kama wewe ni msimamizi uwe ni mkweli, yani jambo ile sidiki ile, ukweli katika jambo. Hii ndio itapelekea. Lakini mtu ukishakuwa muongo, unayasema mengine unayafanya mengine, hapo huwezi kwenda. Kwa hiyo matatu haya tuyashikeni, nia yetu ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Maksudio ni kujifundisha patikane katika maishani mwetu, atekeleze vitendo. Halafu ile taratibu kila tunaifanya tufanye katika sifa ya ukweli. Tukifanya haya inshallah safari yetu tutafika kwenye kituo sawa. Halafu tutaanza kitu kingine kwenda tena vizuri kingine. Tunakwenda ndugu zangu, kutokana na ule kutokuwa na ukweli, wengi wanaacha njiani, wanafunzi wanaacha njiani, wengine wanaacha njiani, kwa sababu mjumuiko wote huu ndugu zangu unatakiwa mambo hayo matatu, nia ziwe sawa, maksadi yawe sawa, na taratibu yawe sawa. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia faida siku zote patikana, kila wakati watazalishwa wanafunzi wazuri wenye kufanya kazi mzuri inshallah. Mwenyezi Mungu atukubali sote inshallah.